Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu zangu, leo tena ndugu yangu hapo tupo katika mti huu ambao wa pilipili kichaa. Kama ushawahi kusikia kuna pilipili ambazo zinaitwa pilipili kichaa, basi ndio tupo katika mmea huu hapa. Huu mmea kwa kweli leo tumekusudia kuzungumza, ni katika orodha ya mimea ambayo ni midogo, inawezekana ikawa inadhereulika kwa baadhi ya watu kutokana na udogo wake, lakini ni mmea ambao una maajabu mengi, una siri nyingi, tena kubwa kweli kweli. Nikikwambia kubwa kweli kweli, kuwa na mimi katika darasa hii ya leo ambao nakusudia kueleza maajabu ya mti wa pilipili kichaa. Pilipili ziko nyingi, lakini leo tutazungumzia pilipili kichaa. Hebu ziangalie vizuri hizi pilipili, kwa maana pilipili kama unavyoziona, kuna hizi ambazo bado hazijakuwa nyekundu, na kuna hizi ambazo rangi yake ni nyekundu, lakini pia vile vile kuna haya matawi ya katikati, lakini pia ukiangalia kuna mzizi wake hapo chini ukiuchimba. Huu ni mti ambao unaitwa pilipili kichaa. Sasa huu pilipili kichaa ni mti ambao una mambo mengi sana. Sasa leo niko sambamba na wewe ili uweze kujua vizuri na uweze kupata vitu vingi na uweze kuona maajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoweka katika mmea huo wa pilipili kichaa. Ndugu yangu, ulishawahi kujiuliza ni kwa nini wazee wameuita mti huu pilipili kichaa na wengine wanauita al-qisas, qisasu haqo? Kwa nini mmea huu unaitwa majina ya namna hiyo? Mmea ni katika mimea ambayo ya hatari sana. Una faida nyingi, lakini madhara yake hatuyataji, kwa sababu wachawi nao vile vile huwa muda mwingine wanaweza wakatumia katika mambo yao mabaya. Hatuendi huko. Sasa hapa leo tunapokwenda kuelezana faida za mti huu wa pilipili na namna ya kuweza kumuumbua mchawi na namna ya kuweza kumdhibiti mchawi na namna ya kuweza wachawi waione nyumba yako kuwa ni moto, na pia vile vile pamoja na faida za namna mbalimbali. Ndugu yangu, mti huu wa pilipili kichaa ni mti ambao moja katika faida zake unaua uchawi. Unavyoona ni mti ambao pia vile vile unategua matego ya kila namna. Kama umetegwa kichawi, umefanyiwa matego ya namna mbalimbali, miguu inavimba, basi moja katika miti ambayo inasaidia ni mti huu unaouona hapa ambao ni wa pilipili kichaa. Ukiutazama vizuri, hizi unazoona nyekundu nyekundu ndio pilipili zenyewe. Kuna ambazo pia hazijaiva, rangi zake ni kama za kijani kijani, lakini ndio mti ambao tunaokusudia kwa siku ya leo. Yawezekana sasa huko ulipo wewe mna jina lenu, kwa ukitazama vizuri hapo utasema kwa jina lenu unaitwaje ndugu yangu. Lakini mti huo wa pilipili kichaa ni mti ambao pia vile vile unasaidia kuzuia majini wachafu, kuondosha majini wachafu unasaidia. Na pia vile vile mti huo unavyouona unasaidia kumzuia mchawi asiweze kuingia ndani, huo mti wa pilipili kichaa. Lakini pia hii inasaidia kama unataka kusikilizwa na kuheshimika na kupata kazi. Unatamani wewe usikilizwe, ukiongea neno lisikike, au uheshimike au upate kazi, pia vile vile unaweza kutumia pilipili kichaa. Lakini pia hii mti unasaidia kuzuia mchawi asiingie ndani. Lakini vile vile inasaidia kumdhibiti mume aliyekuwa bakhili, aliyeitelekeza familia yake. Leo kuna baadhi ya wanaume wanakimbia wanaitelekeza familia zao. Kwa hivyo hii nao pia vile vile itasaidia sana kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia hii inasaidia wale wenye matatizo ya kuparalyze, unaweza kutumia ikakusaidia mti huo. Lakini pia vile vile unasaidia kuzuia kopera. Kama unafanya biashara, pesa hauioni, unafanya biashara, ukiuza baadaye unapiga mahesabu unaona hayaeleweki, basi ndugu yangu tumia mti huu wa pilipili kichaa. Sasa mti huu wa pilipili kichaa ni katika miti ambayo yenye mambo mengi sana. Ndugu yangu, kama unataka kusikilizwa na kuheshimika na kupata kazi kwa namna moja ama nyingine, chukua hii pilipili kichaa. Baada ya kuichukua pilipili kichaa,
chukua na unga wa mti mmoja unaitwa mchekea, kisha chukua na chumvi ya mawe. Mchanganyiko huo ni mzuri sana ukiutumia. Lakini pia kama unataka mchawi asiweze kuingia ndani, ziko njia nyingi. Sasa hivi nakuelekeza njia hii, baadaye sehemu ya pili nitakuelekeza njia nyingine. Njia mojawapo kuzuia mchawi asiingie ndani, chukua mzizi wa pilipili kichaa, chukua na mzizi wa komamanga pamoja na mzizi wa ndimu. Hiyo mizizi mitatu unatengeneza pigi, unafunga vizuri. Sawa, utakapoweka, kama umeweka katika mlango wako, basi hapo mchawi hawezi kuingia ndani. Maanake mzizi wa pilipili kichaa, mzizi wa mti wa mkomamanga na mzizi wa ndimu au limao. Ukikosa ndimu, chukua hata mzizi wa limao. Sawa, hiyo mizizi mitatu utakapoichanganya ukafunga vizuri, maajabu yake ni kwamba sehemu utakayoiweka mchawi hawezi kugusa maeneo hayo. Lakini kikubwa, usisahau kuweka nia. Sio unaweka bila kunuia, unanuia vile unavyotaka. Sawa. Lakini pia hii pia inasaidia kwa watu ambao, mtu aliye paralyze, bahati mbaya umepata stroke ya majini, jini limekuvamia ukaparalyze. Moja katika njia, chukua hizo pilipili kichaa, unazitengeneza zitakuwa unga. Baada ya kuwa unga hizo, kitu kinachofuatia, ule unga weka hata kwenye mafuta ya zaituni au kwenye mafuta uliokuwa nayo kwa wakati huo ya majimaji. Baada ya kuweka, yule mgonjwa mpakae, lakini usimpakae kwenye macho na sehemu za siri, mpakae mwili mzima. Kwa kweli itamuwasha sana. Sawa, atajisikia muwasho mkubwa sana. Lakini maajabu yatakayotokea, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lile jini litamuachia, na mpaka asubuhi yake ukimuuliza vipi hali, atakwambia kuna maendeleo mazuri ameanza kuyaona. Kwa ukirudia mara 2 mara 3, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tatizo hilo litakuwa ni lenye kuondoka. Ni mti huu una maajabu makubwa na una mambo mengi sana. Ni mti wa pilipili kichaa. Kwa hivyo leo niko kwenye pilipili kichaa. Lakini pia yawezekana kuna mtu mwingine umekumbwa na jini linalopiga makelele. Leo kuna majini mengine yanapiga makelele ovyo ovyo. Jini linapiga makelele. Sasa una mtihani wa namna ile. Wewe unataka kwa namna moja ama nyingine uweze kudhibiti ile hali. Jini limekuja, unaambia nyamaza, haitaki kunyamaza. Tulia kidogo, hata kikutulia. Basi moja katika namna zake, unaweza katika mafusho yako uliokuwa nayo ya kufusha, changanya kidogo na pilipili kichaa, alafu mfushe ule mgonjwa, utaona maajabu yatakayokuwepo hapo. Hiyo ni pilipili kichaa. Bado niko kwenye pilipili kichaa, ndugu zanguni. Lakini pia pilipili kichaa tumesema ni mti ambao unaweza kumzuia mchawi asiingie ndani. Tutaelekezana sehemu ya pili. Je, utamzuia vipi mchawi asiweze kuingia ndani? Lakini pia vile vile inazuia kopera. Kuna watu ambao kawaida yao kuiba pesa za watu. Mtu anakaa yeye anavizia kuiba pesa za watu kwenye biashara. Utafanyaje ili kuweza kumzuia pesa zako zisiweze kuibiwa? Hii ni mti wa pilipili kichaa, na hii nayo pia vile vile nitakueleza sehemu ya pili ya maajabu ya mti wa pilipili kichaa. Kwa haya machache ufahamu, ni mie ndugu yako Maalim Suleiman Ngusura, Maalim Suleiman Ngusura, nikiwa nakupa madarasa haya, niko katika nchi ya Tanzania. Kwa maoni zaidi, maswali, unaweza ukanipigia kwa namba ifuatayo 0716 44 77 27, 0716 44 77 27 au 0762 66 40 94. Kwa mliokuwa mbali, usisahau kuweka kodi namba alama ya jumlisha kama na +255 762 66 40 94 au +255 716 44 77 27. Ni mie ndugu yako Maalim Suleiman Ngusura. Karibu sana kututembelea katika zawia yetu ya Madrasatu Shamsia iliyokuwa maeneo ya Tabata Kisiwani, jijini Dar es Salaam.
Kwa haya machache, tukutane tena sehemu ya pili ya maajabu ya mti wa pilipili, ili tuweze kumalizia baadhi ya vitu ambavyo sijakuelezea katika sehemu hii ya kwanza. Kwa haya machache, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.